Kwa maana kutokana na ile bajeti yetu na uwezo wetu tumeanza na hivyo vitu vichache. Ndio maana hata uwanja yani mimi nataka nijue kwamba sasa ile design yote mshakubaliana na kwamba hii ndio iwe standard. Sasa katika ujenzi sasa tunaanza na hii, tutafika hii, tutafika hii, tutafika hii. Hiyo nayo yote tulikaa nao. Mlikaa nao. Ndio maana bajeti yetu hata lile jengo lile standard yake ni wao ndio wamesema kwamba hii ni standard ya nani? Ya viwanja vya michezo ambavyo vinaweza vikatumika na timu za ligi kuu. Jengo la kubadilishia. La kubadilishia lile kwa standard kutokana na budget tulionayo. Acheni mambo yenu bwana, watu wa Tunduma bwana. Yani unajua issue ni kwamba kama una budget we anza na kile ambacho kinachowezekana, lakini design iwepo kwamba specifications zinazotakiwa standards za viwanja vyetu ambavyo vinaweza vikatumika na ligi za ligi kuu ni here. Lakini kwa mwaka huu hatuwezi kujenga hata msingi tuweka. Si unapata vile unaingia tena mwaka kulikuwa na sababu gani ya kujenga mwaka jana? Mwaka uliopita wa fedha. Kwa sababu si halitumiki sasa hivi, kwani linatumika lile? Wala halitumiki. Lakini unakuwa tu na ile design kwamba itakuwa hivi. Mwaka huu wa fedha mnapata budget nyingine, mnajenga kwa standard ile inayotakiwa. Sababu hatuwezi kujenga uwanja milioni 200, milioni 250 au 300 alafu hamna timu ya ligi kuu ambayo inaweza kuja kutumia uwanja ukacheza, na kuna faida gani sasa? Kwa hiyo tunacheza sisi wenyewe tu Mitashunta na Umisenta basi. Na hatuna uwanja katika mkoa wa Songwe ambao timu za ligi kuu naweza likatumia. Kwa hiyo hoja yangu mimi ni kwamba kama mliwashirikisha BMT wakawapa standards za viwanja vya mpira ambavyo vinaweza vikatumika na ligi kuu, zile standards hizo ndo tuzitumie katika kujenga. Sio lazima tujenge kwa mara moja. Mambo yote ambayo tunatakiwa tunaweza tukajenga kwa watu na kwa halmashauri ya Tunduma milioni 300, 400, 500 kujenga uwanja tu kwenye kitu. Wanataka kumwaivisha kwenye kitu. Hiyo ni jambo dogo sana kwa Tunduma. Kwa sababu hiyo ni fursa pia. Yaani hiyo ni fursa kabisa. Tukiwa na uwanja wenye vigezo hapa ambavyo vile vinavyokidhi yale mahitaji ya zile timu za ligi kuu au michuano ya ligi kuu, kwetu ni fursa kubwa sana. Timu zitakuja hapa. Ziko timu ambazo hawana viwanja. Tukiwaambia kwamba jioni jamani, sisi tuna uwanja ambao unakizi vigezo kabisa hapa, watakuja. Nyumba za kulala wageni zipo, watatumia hapa au watapanga, wataweka kambi yao hapa, na sisi tunawaambia sisi tutakuwa mashabiki zenu na uhakika wa kupata mashabiki hapa. Kuna wengine wala sio Simba wala sio Yanga hawana timu. Kwa ikija timu hapa ikasema hii timu sasa ndio mkoa wa Songwe inakuja kuweka makazi yake, tutaunga mkono, watakuja hapa. Kwa hiyo itakuwa ni fursa. Kwa nini? Itakuwa fursa kwa Tunduma. Kwa hiyo ndio hoja yangu. Lakini kingine ambacho nilichokiona, sijui mimi sio mtaalamu, lakini naona kama uwanja bado hujakaa. Nilipoangalia naona kama bado yani ile level, na tumeanza kupanda nyasi. Naona kama bado uwanja huu haujakaa level, na mkiniambia sasa hivi tumeanza kupanda nyasi. Kwa sababu ukishapanda nyasi si ndio tayari? Yani kiuangalia naona kama bado yani ile level ile unaotakiwa uwanja ukae level hivi. Naona kama bado ukiangalia kuna mabonde. Kuna mabonde mengi sana. Na tayari tumeshaanza kupanda nyasi. Kweli ningependa tu kama kitabu bado level za uwanja sijamaliza. Kwa hiki ni kitalu. Sasa kwa nini kitalu usikiweke pembeni kule ili na hapa pia uweke level? Kwa hapa niliweka level kidogo. Level hapa iko sawa, tumani nipima na kamba. Kwa hiyo umepima na kamba kwenye kitabu. Ndio vipimo kwenye kitabu. Kwa hiyo uwanjani bado hujamaliza level. Bado. Na anayesimamia nani kwenye halmashauri kuhakikisha huyo bwana anazingatia vigezo vinavyotakiwa? Wewe engineer. Nipo mhandisi wa mji, lakini pia kuna engineer ambaye yuko anasimamia kata hiyo. Okay. Mwenyekiti wa halmashauri alafu mkombo ila au nani karibu kwanza kabla mwenyekiti wa halmashauri. Asante sana. Lakini sio mkoa kama ambao umekwisha kushauri. Pengine wenzetu wameweza kuanza. Napenda kujua kabla ya hii